Funny love, funny mapenzi bro. Kwema. Kwema kabisa, mkwaje? Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Kwamba mapenzi ndio mara pake. Hamna, kawaida tu. Unajua pia watu wa mapenzi duniani, upendo pia ni moja ya mapenzi. Kwa hiyo mimi ni mtu wa upendo. Ndio maana pia nipo hapa leo kwa sababu ya upendo pia. Ngoma yako ile yashaniliza sana, yashaniumiza mpaka nkauchukia ujana. Tupa stress, weka pose, selfie. Twende hapo. Noma sana. Niliona kuna clip ilitembea ambayo iliwaonesha wasanii wawili wakubwa. Ndio. Akiwemo B-Star, bila shaka na B-Star. Lakini pia Siwa ambaye ni dada yake Dula Makabila. Walifanya challenge yao wimbo na walikuwa wana hisia fulani hivi. Watu wanatafuta. Hapana, sikuwatafuta. Ile siku nilikuwa na show pale. Lakini baada ya kupata show sasa sound check lazima mapema uwahi. Unajua kwa ajili sababu show liko usiku. Kwa mimi sound check ilikuwa nifanye mida ya mchana. Baada ya kufika pale watu wa Kombelela pia walikuwa wamekuja kwa ajili ya kufanya kikao pale. Okay. Na kikao chao. So baada ya kuwa naimba nyimbo moja kwa na nyimbo zangu ambazo nimefanya vizuri na watu wanazipenda, wakawa wanasogea kwa sound check wakawa wanaimba. Baada ya wanaimba tukajaribu pia nyimbo yetu mpya ambayo ndio hiyo stress ilikuwa bado haijatoka. Tulikuwa tunajaribu pale kwa lengo la kupima sound kwa mixing po sawa, ikitoka kwenye sound kubwa inakuaje. Baada ya kuipiga watu wanataka irudie, unajua si irudie. So tukapata wazo, meneja wangu akatoa kwa nini tusipate kitu hapa. Unajua watu wakubwa, unajua na watu wao. Kwa tukajaribu kutengeneza kile kitu, tukaona kimekaa poa na baada ya kukitoa watu wakipokea kwa hivyo. Yes. Niona kama ni clip ambayo ilitembea sana baada ya hivyo na watu nadhani wimbo waliufuatilia zaidi baada ya kuona kina Siwa kina Mwadao wamecheza ile clip. Mapokeo ilikuwa ni yapi? Bana, mapokeo yalikuwa makubwa sana kwa sababu baada ya hapo asubuhi na niliposti asubuhi naamka nakuta hata Siwa mwenyewe akatafuta namba yangu. Akatafuta namba yangu akabidi akaipata. B-Star. Bwana wewe umepost zile, akamwambia bwana watu wanandia sana wananitumia zile kwa sababu ulifanya makubwa unajua. Kwa baada ya hapo ngoma ikawa hit song. Kwa hiyo itokea hiyo. Mapokeo kwa makubwa sana. Okay. Sawa. Mbali na hiyo pia tuna kazi gani? Naam? Mbali na hiyo stress tuna kazi gani? Bwana nyimbo yetu mpya ambayo soon inatoka, lakini licha hivyo pia kuna magoma kibao. Samahani kama nitakuwa nakosea, naomba niseme. Magoma hapo mengi sana mafanya vizuri. Pia namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu kila ngoma naotoa watu wanaipokea ni kitu kikubwa sana. Kwa nashukuru sana Mungu. Kwani unaimba mapenzi na mapenzi ndio yametawala sana kwenye muziki wa Bongo Flava. Ushindani kwako umejiandaje kupokea? Mimi kwenye swala la mapenzi watu wengi hawajui, lakini mimi pia ni mbaya sana kwa nyimbo za kuumizwa. Unajua watu ambao wanifuatilia hawajui kusikia nyimbo yangu hata moja ya kuachwa, lakini najaribu ku maintain status ya kwenda kwa style hiyo kwa sababu watu ndio walinipokea kwa nyimbo za kupendwa, lakini ukombea utakuja kupinduka. Ila mimi ni mbaya sana kwa nyimbo za maumivu, yani ni mbaya sana kwa nyimbo za maumivu sana, na hizo hata kwenye kupendwa sema watu wajue kunisikia kwa nyimbo hiyo. Umeshaumizwa sana? Lazima umizo kwa mapenzi ya utoto yale, unajua lazima umizo. Unajua asilimia kubwa wanawake wanayekujitambua kuliko wanaume. Kwa hiyo unajikuta same time unapitia maumivu kwa sababu mwanamke thamani yake anaipata kwenye miaka 20, 21. Wewe miaka 20, 21 mwanaume unaanza kujitafuta, mwanamke ukashajitambua anatafutwa sana, kwa lazima umizwe sana katika hiyo. Kwa mara ya kwanza kumbuka na mapenzi special bana usiku hiyo sija nikalia hapo kwenye interview hiyo. Nikaze tu. Ilikuwa noma sana. Bana kwenye mahusiano yangu nilipata mahusiano mmoja hivi toka sekondari hiyo. Unajua tukaidiana sana kwamba bana tukikua tutakuja kuoana. Unajua ile utoto sekondari form 1, form 2, form 4. Mimi form 4 bwana nikafeli zangu, mchumba akaendelea mpaka chuo. Kufika chuo akapata mtu mwingine akamwambia sikutaki, una formula nini, kwa hivyo tunajitafuta na wao studio nini kwa sababu ya kukamilisha ndoto yangu. Kwa hiyo nikawa sina hadhi kwa kipindi kile pale, lakini ndo nikapigwa tukio. Kwa hiyo kuna namna fulani hivi ndio maana mimi mkali sana kwenye nyimbo za kuacha. Noma. Story yako imekaa kama darasa la 7 ya Mbosso. Story yako nielezea. Ndio maana ile nyimbo hata ya Mbosso ilipendwa sana kwa sababu asilimia kubwa watu wengi mapenzi wanaanza nao shule. Yani leo ndio toka hapo sijawahi kuumiza tena kwenye mahusiano mpaka leo kwa sababu moyo wangu ni mgumu sana kumpenda mtu. Hamna. Kufumaniwa? Hapana, sijawahi. Kufumania?
nisha hilo kwenye tukio mimi nipamba stakiu nikaking'ang'anizi, unajua nikaking'ang'anizi baba ng'ang'anizi yani hivyo tulishuhudia kabisa kuona live ile kama movie kabisa, kama movie inavyoendelea, lakini same time ni ukuaji pia unajua sio watoto wa kimaskini, ndio familia za kimaskini sana. Kwa mara nyingi pesa inatawala, pesa ina nguvu kwa sababu asilimia kubwa wanawake ni mama zetu, wanawake asilimia wote duniani hakuna mwanamke anayependa shida. Kwa hiyo mwanaume kama ungaunga mwana anakupiga teke kwa hivyo. Collab na wasanii wengine wakubwa na nyimbo zipo ndani, collab za wasanii wakubwa tu nazo, ile basi hajatoka, sababu unajua kutoka collab maana yake it means kwamba makubaliano baina ya watu wawili ndio fanya watatu, kati ya msanii na msanii mwenzake. Kwa nadhani hapa soon ndio tukaachia tu nyimbo na wasanii tu wakubwa hapo, nimefanya nao, nashukuru Mungu. Hauogopi kivipi kufunika? Hamna, kwa sababu katika collaboration cha kwanza ni makubaliano, alafu pia mimi naamini ni msanii mkali sana na talent kubwa sana. Naamini hata kama katika collab mtu akikufunika ukimfunika imaanishi kwamba wewe umefanya kitu kibaya. Katika maisha ipo hivyo, mwezi kuwa sawa. Lazima kuna mmoja anaweza kufanya kitu bora zaidi yako, lakini hata kama kafanya kitu bora zaidi yako imaanishi umefanya kitu kibaya. Kwa hiyo ipo hivyo. Sawa, kumalizia hapo. Mimi cha kumalizia bwana, leo tu kwa brother yetu Ada, ni brother yangu ambaye since day one toka naanza muziki alikuwa pamoja na mimi, solo na jambo lake, kanyalika mdogo wake, nikaona sio mbaya kuja kushow love kwa pamoja, ndio kama hivi tuna enjoy. Shukrani sana. Asante sana. Zile sababu ulifanya makubwa, unajua. Kwa baada hapo ngoma ikawa hit song. Kwa hiyo itokea hiyo. Nakupiza kwa makubwa sana. Okay. Sawa. Mbali na hiyo pia tuna kazi gani? Naam? Mbali na hiyo stress tuna kazi gani? Bwana, nyimbo yetu mpya ambayo soon inatoka, lakini licha hivyo pia kuna magoma kibao. Samahani kama nitakuwa nakosea, naomba niseme. Magoma hapo mengi sana mafanya vizuri, pia namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu kila ngoma naotoa watu wanaipokea ni kitu kikubwa sana. Kwa nashukuru sana Mungu. Kwani unaimba mapenzi na mapenzi ndio yametawala sana kwenye muziki wa Bongo Flava. Ushindani kwako umejiandaje kupokea? Mimi kwenye swala la mapenzi watu wengi hawajui, lakini mimi pia ni mbaya sana kwenye nyimbo za kuumizwa. Unajua watu ambao wanifuatilia hawajui kusikia nyimbo yangu hata moja ya kuachwa, lakini najaribu ku maintain status ya kwenda kwa stereo kwa sababu watu ndio walinipokea kwa nyimbo ya kupendwa, lakini ukombea utakuja kupinduka. Ila mimi ni mbaya sana kwenye nyimbo za maumivu, yani ni mbaya sana kwenye nyimbo za maumivu sana, na hisi hata kwenye kupendwa sema watu hawajui kunisikia kwenye nyimbo hiyo. Umeshaumizwa sana? Lazima umizo ya kwa mapenzi ya utoto yale, unajua lazima umizo. Unajua asilimia kubwa wanawake wanayekujitambua kuliko wanaume, kwa unajikuta same time unapitia maumivu kwa sababu mwanamke thamani yake anaipata kwenye miaka 20 21, wewe miaka 20 21 mwanaume unaanza kujitafuta, mwanamke ukashajitambua anatafutwa sana, kwa lazima umizwe sana katika ejia. Kwa mara ya kwanza kumizwa na mapenzi especially bana usiku hiyo sija nikalia hapo kwenye interview hiyo. Nikaze tu. Ilikuwa noma sana. Bana kwenye mahusiano yangu nilipata mahusiano mmoja hivi toka sekondari hiyo. Unajua tukaidiana sana kwamba bana tukikua tutakuja kuoana. Unajua ile utoto sekondari form 1 form 2 form 4. Mimi form 4 bwana nikafeli zangu, mchumba akaendelea mpaka chuo. Kufika chuo akapata mtu mwingine akamwambia sikutaki, una formula nini, kwa hivyo tunajitafuta na wao studio nini kwa sababu kukamilisha ndoto yangu. Kwa nikawa sina hadhi kwa kipindi kile pale, lakini ndo nikapigwa tukio. Kwa kuna namna fulani hivi ndio maana kwamba mimi mkali sana kwenye nyimbo za kuachwa. Noma. Story yako imekaa kama darasa la 7 ya Mbosso. Story yako ilielezea. Ndio maana ile nyimbo hata ya Mbosso ilipendwa sana kwa sababu asilimia kubwa watu wengi mapenzi wanaanza nao shule. Yaani neno ndio toka hapo sijawahi kuumiza tena kwenye mahusiano mpaka leo kwa sababu moyo wangu mko ngumu sana kumpenda mtu. Waumiza. Hamna. Kufumaniwa? Hapana, sijawahi. Kufumania? Nisha hilo kwenye tukio mimi nipamba stakiu nikaking'ang'anizi. Unajua nikaking'ang'anizi. Baba ng'ang'anizi yani hivyo tulishuhudia kabisa kuona live ile kama movie kabisa, kama movie inavyoendelea, lakini same time ni ukuaji pia unajua sio watoto wa kimaskini, ndio familia za kimaskini sana. Kwa mara nyingi pesa inatawala, pesa ina nguvu kwa sababu asilimia kubwa wanawake ni mama zetu, wanawake asilimia wote duniani hakuna mwanamke anayependa shida. Kwa hiyo mwanaume kama ungaunga mwana anakupiga teke kwa hivyo. Collab na wasanii wengine wakubwa na nyimbo zipo ndani, collab za wasanii wakubwa tu nazo.